SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Kijiji cha Ukongoroni ni kijiji kinachopatikana katika wilaya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja. Kijiji hicho kiligubikwa na giza totoro miaka nenda miaka rudi na kukosa miundombinu rafiki kwa wakazi wa kijiji hicho, na ndipo ukatimia ule usemi usemao mgeni njoo mwenyeji apone. Akazaliwa shujaa ambaye alionesha nuru iliyokosekana kijijini hapo miaka na miaka. Msingi wa elimu yake ulianza skuli ya msingi ya Ukongoroni. Kipaji chake na maarifa aliyokuwa nayo ilipelekea kusoma skuli ya vipawa, kwa maana skuli ya vipaji Mikunguni, na kumalizia chuo cha ufundi Karume ndani ya Zanzibar. Licha ya mambo mengi aliyopitia ya kimaisha, shujaa huyo alianza kufuatilia siasa akiwa bado ni mwanafunzi, na baada ya kuvutiwa ndipo mnamo mwaka 1991 alijiunga na chama cha siasa kwa kuchukua kadi ya wanachama licha kuendelea na masomo yake. Kwa vile mgaga na hukua hali walimkavu, ndipo shujaa huyo akateuliwa kuwa mjumbe wa kamati ya siasa jimbo la Chwaka na mwaka 2017. Waswahili wanasema nyota njema huonekana mapema, na mwaka 2020 ndipo shujaa huyo akaamua kujikita zaidi kwenye siasa kwa kuchukua fomu ya kugombea nafasi ya ubunge kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, na hatimaye kupitishwa na kuchaguliwa kuwa mbunge rasmi wa jimbo la Chwaka. Naye si mwingine ni ndugu Makame Haji Mlenge. Wahenga wanasema sadaka huanzia nyumbani. Ni maendeleo gani ameyafanya kwa kipindi cha miaka 5 ndani ya uongozi wake wa jimbo la Chwaka? Tukianzia katika sekta ya elimu, ilikuwa ni kipaumbele kwake, ndipo alianza kuelekeza nguvu kubwa kwenye elimu kwa kuamini ndiyo msingi wa kila kitu. Nafikiri nyuma tulikuwa tuna tatizo la uhaba nyumba ya walimu, kwa sababu walimu wengi baadhi yao wanatoka katika nje ya kijiji cha Ukongoroni. Sasa hivi tukapeleka au tukazungumza na mbunge ili kuona kuna tatizo hili namna gani linaweza likatatuka, lakini naye tunashukuru amelichukua kwa mikono miwili na amelifanyia jitihada mpaka leo tumefikia hatua nzuri ya ile jengo la walimu ambalo lina sehemu 2 za kukaa walimu. Kwa hakika ujenzi wa nyumba za walimu utaleta nafuu, hasa kwa sisi walimu tunaokaa mbali, kutokana na masafa ya kijiji kiko mbali, usafiri nao ni mgumu. Tumeunda kamati ya elimu ya jimbo la Chwaka. Kamati ya elimu hii ikawa inashughulikia swala la elimu jimbo la Chwaka. Kwa hiyo wao wanapoona swala lolote wananiita na kuweza kushauriana juu ya swala la elimu ya jimbo la Chwaka. Miaka yote tumejaribu kutoa zawadi kwa wale ambao wanafanya vizuri na kusimamia mitihani. Kuna mitihani ya ndani na mitihani ya taifa ili kushajihisha swala la elimu. Lakini kwa misingio, kutokana na jitihada zinazoonyeshwa na ushirikiano wake pamoja na wazazi na walimu, basi tumepiga hatua kubwa sana ya kimaendeleo juu ya swala la elimu. Kimsingi tunaongoza kwa swala la elimu, hasa katika matokeo ya kidato cha 4. Awali kabla ya hapo tulikuwa tunasikia tu viwango ambavyo tunasema labda division 1, division 2, lakini mwaka uliopita tumepata hata division 1 katika jimbo la Chwaka. Nakumbuka nimesomesha vijana kila shehia ametoka nikawasomesha elimu ya amali, lakini nawashukuru wazee tukasapotiana, lakini lile jambo kwa sababu nimelianzisha mimi ndio niliokuwa mwenyewe. Lakini pale ambapo panatokezea matatizo madogo wazee wa watoto basi na wao walikuwa wanasaidia japo kwa nauli. Ili kulitumikia taifa vizuri ni lazima uwe na afya iliyo imara, na ndipo mbunge huyo akaamua kukarabati vituo vya afya na kutoa vifaa tiba katika vituo vyote vilivyopo ndani ya jimbo lake. Yako madogo, lakini jambo kubwa na yale kulifanyia matengenezo kituo cha afya cha Cheju Kibonde Maji, nacho kilikuwa na matengenezo makubwa kwa sababu tulikiezua, tukakipandisha juu, tukakisiling, tukafanya kama mfano ule ujenzi umekuwa upya kwa sababu kilikuwa kinavuja. Kwa kuweza kutengeneza, na wananchi sasa hivi wanapata faraja kupitia matengenezo yale ambayo
tumefanya pale. Moja kati ya miundombinu barabara ni tatizo lililokuwa likimsumbua tangu akiwa mwanafunzi. Mara baada ya kupata uongozi ndani ya jimbo hilo, alihakikisha anasaidia barabara ya Juzani Ukongoroni inajengwa kwa kiwango cha lami. Aliitwa na wananchi hapa kuhusu swala la barabara, akatoa muda, akasema tumwachie. Kwa vile tumwachie, tukapata taarifa kwamba mkuu wa mkoa, mawaziri wa maji, wa miundombinu wote akakusanya, tukafanya kikao pale na wenzetu wa Charawe. Tukalia kilio chetu cha barabara, kwa sababu toka yumbwe dunia kulikuwa hatuna barabara. Kwa jitihada zake hizo hapo, barabara mpaka Pwani imeunganishwa mpaka Bwejuu na huko Charawe, na ameshaomba kwamba Charawe Chwaka lijengwe daraja pale kwa kurahisisha mambo yawe sahihi. Tumefanya maeneo ya Ndijani, Mahibu, sawa. Tumefanya na maeneo mengine, tumefanya Kijundu hapa Mkwajuni, wanaita Mkwajuni. Jia lile tumelichonga kwa doza mpaka Makondeni ili watu ambao wanaenda kule wasiweze kupata tabu. Kwa hiyo tumelichonga. Lakini jambo kubwa tumelifanya katika kijiji cha Marumbi. Mmekuwa mashuhuda, tumepeleka pale doza kwa sababu wananchi wanapata tabu kwenda Makondeni. Na tunaamini baada ya kufanya hilo jambo, manake kule Makondeni kwanza kumeongezeka thamani, kwa sababu watu walikuwa hawafiki kirahisi. Manake hauwezi kufika na baskeli, huwezi kufika na Honda, huwezi kufika na gari. Kwa hivyo na maana kulikuwa na ukakasi, lakini tumetengeneza sasa hivi wananchi wanaenda shamba kwa urahisi. Lakini pia njia ile tuna mategemeo ya kuitumia kwenye masuala mazima ya utalii katika msitu wetu wa hifadhi uliopo katika eneo la Kongeni. Je, kwa upande wa sekta ya maji hali ikoje? Alihakikisha maji yanapatikana kwa kutoa vifaa na kujenga miundombinu mizuri ya vyanzo vya maji. Nilikutana tuna mtu akanishauri kupeleka mipira ya maji Uroa. Na kwa sababu yule mtu alinishauri, tumeshauriana huku nje. Nikenda kwa sheha wa shehia pale pamoja na watu wa chama kuwauliza, je, kuna mahitaji hayo? Wakanambia kweli kuna mahitaji hayo. Kwa hiyo tukafanya. Kwa vile ilani ya Chama cha Mapinduzi inasema ofisi zote za chama ziendane na ukubwa wa chama, na ndipo aliamua kulikarabati tawi la Pete kwa ubora wa hali ya juu. Tawi lilikuwa hohehahe. Alikarabati tawi la Pete hili la CCM Pete. Kwa hiyo tunamshukuru sana tena sana. Alileta TV ya tawini hapa, kwa hiyo tunashukuru sana tena sana. Lakini kwenda lile tawi lilikuwa limeshakatika paa. Kwa hiyo ikabidi tuliezue lote, tuliezeke, tulsealing, tufanye rangi, tufanye kila kitu mpaka saruji za chini zilikuwa nazo zimechoka, inabidi tubadilishe. Lakini kuna matawi madogo kazi zile ndogo tumefanya. Mfano tawi la Chwaka liliezuka paa sehemu ya nyuma tukaezeka. Lakini kuna matawi kama mfano Charawe yamejengwa, lakini na sisi tukasaidia kwa sehemu. Kuna tawi la Kongo tumesaidia na sehemu nyingine. Ukijua unapokwenda usisahau na utokapo. Alikumbuka kiza kilichotanda kwa muda mrefu kijijini kwao. Alihakikisha umeme unafika na wananchi wote wanapata umeme majumbani mwao. Shughuli yangu ya mwanzo kuifanya jimboni ni kuwapelekea umeme wananchi. Na nimepeleka umeme nguzo 14 Ndijani, nikapeleka umeme nguzo 11 kama sikosei Jendele. Umeme uliopeleka Ndijani ulikuwa na thamani ya milioni 12. Kwa hivyo umeme ambao nimepeleka Jendele ulikuwa na thamani ya milioni 11. Lakini kwa wakati ule nikaandika barua kuomba shirika la umeme wanisaidie. Kwa hivyo wakasaidia. Zile gharama zote tukalipa, badala milioni 10 tukalipa milioni 5 umeme wakatuletea. Kwa hivyo tunashukuru, lakini tunampeleka umeme ni sehemu nyingi, siwezi kuzitaja zote. Hakuishia hapo, alimuunga mkono Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi katika sekta ya michezo kama anavyotuelezea. Nakumbuka siku moja wakati ya ziara zangu, wakati naenda Uroa, kulikuwa na matatizo mawili tuliopewa makubwa. Tatizo la maji
na tatizo la uwanja. Kwa bahati wakasema hizo ndo kero zao kubwa kwa sasa, japokuwa zilikuwepo na kero nyingine ndogo ndogo, lakini hizo kero kubwa. Lakini vijana walikuwa hawasikii chochote bighairi ya uwanja. Mimi mwenyewe nikawaambia, jamani, uwanja sawa, lakini maji tuyape priority. Lakini vijana wakasema sisi tunataka uwanja. Bahati nzuri na wazee pia wakawa wameshirikiana kwenye ile swali. Basi nikawaambia ile swala nitalichukua, na Mungu akipenda tutajenga uwanja. Tumejenga, japokuwa nimepata changamoto kubwa, lakini hatimaye ule uwanja umejengwa na hivi sasa wenyewe wanacheza. Vijana wana ligi, pengine watoto au watu wazima, baadaye wanakualika wewe, unaenda pale, basi unawasaidia vitu vya michezo, na wakati mwingine unaenda kuwauliza mnataka nini na nini na nini, wanakuambia mnatafutia vile ambavyo vitu wanataka, kwa hiyo unawapelekea. Niliwahi kutoa viatu, nikatoa na mipira jimbo zima la Chwaka katika zile timu ambazo zimo Chwaka. Hata hivyo, wajasiriamali ama wafanya biashara wadogo wanapatiwa sehemu nzuri za kufanya biashara zao. Wafanya biashara wadogo ni watu muhimu, na niliwahi kufanya kwa tafuta wakati ule NMB walisema wana eneo ambalo wanaweza kuwasaidia. Niliwahi kwenda, ijapokuwa si watu wengi waliofaidika, lakini wako watu 2 watatu walifaidika na mpango ule wa NMB, mkopo, kuchukua mkopo ili kuweza kufanikisha masuala hayo. Kwa ufupi, wamejenga wananchi wa Marumbi. Walikuja kama mtendaji wao, wakanitaka niwasaidie katika suala la uwezekaji soko na kumaliza ile wanaita tarazo zile pale chini. Kwa hivyo na mimi nikalipokea na nikalifanya suala lile. Kwa hivyo nashukuru soko lile natumika na wananchi pia wamefurahi. Shujaa huyo alikuwa akiamini yupo mtu alikuwa ni kama mwongozo kwake, basi hakusita kutoa shukrani zake kwa kila alihakikisha anatekeleza majukumu aliyopewa na wananchi wake. Rais Dr. Samia, lakini Rais Dr. Hussein, ni washukuru kwa utendaji wao na umahiri wao kama viongozi. Wale ndo wanatufunza nini uongozi. Ukikaa, ukisikiliza au ukitizama na ukiona, unajua kwamba hawa wamekuja wakasimama hapa ni viongozi. Kwa hiyo tunasoma kupitia kwao, kwa sababu wale ndo role model wetu. Wao ndo wanatuonyesha njia, sisi tunatakiwa kwenda wapi na tufanye nini. Kwa hiyo tunasoma mazingira kupitia kwao. Mimi nimepata faraja kuwa kiongozi kwa kusimamiwa na viongozi ambao wamefanya vizuri mno. Naweza nikasema wamefanya vizuri mno, Dr. Hussein na Dr. Samia. Huyo ndiye shujaa wetu wa jimbo la Chwaka. Ama kweli, ama jitahidi na anastahiki pongezi. Tumemtuma katutumikia, hivyo basi lulu hutunzwa. Tuendelee kuitunza lulu hii izidi kututumikia. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.